Mzee wangu Habibu, mambo vipi? Shikamoo. Vipi hali ndugu yangu? Shikamoo. Namshukuru mahaba, vipi hali zaidi? Vizuri. Tupo vizuri sana kwa shangwe sana zaidi, na kama hivyo naona nimepanda paka gari na kuja huko zangu kuja kutafuta riziki. Tupo pamoja ndugu zangu na kukutanyia, kwanza tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na mkitaka kunipata mimi naitwa Mzee Habibu, namba yangu ya simu 0787514618. Ndio kuwasiliana mimi tuwe kama kawaida, lakini comment za waandishi wetu wa habari na wewe mpe sifa zao. Habibu bwana, jana kulikuwa kuna mkutano na waandishi wa habari wa Wekundu wa Msimbazi, na jambo kubwa lilokuwa lazungumziwa ni kuhusu kadi za wanachama. Katika mkutano huo Simba ilionyesha utaratibu wa namna ambavyo wataanza zoezi la ugawaji wa kadi za wanachama na namna ambavyo wameingia makubaliano na makampuni kadhaa kwa ajili ya jambo hilo. Lakini stori kubwa kwa upande wa Simba ilikuwa ni hiyo, ila tajiri amekuja kuharibu mambo. Tajiri kwenye ukurasa wa Instagram wa Wekundu wa Msimbazi amecomment na kuuliza transformation mmefikia wapi? Na mimi nakuuliza Habibu, transformation mmefikia wapi? Unajua ndugu mtangazaji, ndugu yangu, kuna vitu hawataka mwandishi wa habari weke kichwa chako vizuri sana unavyosikiza hotuba ya viongozi wetu au mwenyekiti wetu au benchi lote lililo upande ndani ya Simba Sports Club wanayesimamia uongozi wa Simba. Mimi katika maneno yangu niliwaambia mapema sana, inapaswa wao wafanye hata mkutano wa dharura kuita matawi yote ya Simba Sports Club sehemu yote hiyo, Jumamosi au Jumapili, wakae naye kwanza wazungumze, kwanza walete mtaasali uhabari paka tulivyofikia hapa. Simba katika mechi za kimataifa hatuna kitu cha kwanza iko. Cha pili, huyu mwenyekiti wetu mwenyewe na tumwelewi, na kwa kama sisi tunaenda kucheza dubwi. Yupi aliyokuwepo ndani ya Simba Sports Club? Huyo ndio wanachama ama mwenyekiti upande wa bodi? Uliwa kwa kupigiwa kula na wana Simba Sports Club. Mtaza Ali Mangungu. Vile la kwa mimi simwelewi mipangilio yake na utaratibu wake. Ilitakiwe kwanza aite makundi ya matawi ya Simba Sports Club akae nao, alafu ndo afike maizini kama lile neno alizungumza jana. Wewe unakaa unazungumzia ile swala, unasema kuna watu unawapata si kitu chochote. Utaratibu ule unachukua kiutemi katika maongezi yake alokaa kikao cha jana. Kwanza inatakiwa akae kwanza na matawi yote ya Simba Sports Club. Bwana, katika matawi tulivyokaa hivi sisi katika kutafuta kuweka wanachama wapya, lakini katika maongezi tulivyokaa sisi inaonekana tunataka tumpendekeze kuna mwekezaji huyu na huyu na huyu. Hivyo vitu ashavifanya. Ina maana kwamba wao ulitaka kufikia kwenye mchakato ule wa utaratibu wa ugawaji wa kadi ama namna gani kadi zitaanza kutolewa kwa wanachama wa Simba, matawi yakae kwanza kabla ya taarifa kutolewa. Ilitakiwa kwanza ukae na matawi, uweze kuchukulia utemi uzungumze wewe unavyokuita mkaitana pale ukakaa. Kwa nini kwanza usikae na mkutano wa dharura wenye kitu wote au wapenzi wa Simba Sports Club wote wanachama? Kwa nini bidi ukae nao? Maovu yako kwanza uyazungumze, kitu unachokifanya na utaratibu ule tajiri kwanza tuelezee. Sasa jana ulizungumza vile, alafu tajiri ka comment nini wewe? Unavyoona transformation mmefikia wapi? Sasa inaonekana Mangungu ndo anaigawa Simba. Moja kwa moja inaonekana huku tajiri na Mangungu pengine picha ziendi sawa. Lakini mpaka kuuliza hivyo mwekezaji na mfadhili wa Simba Mo Dewji, ina maana kwamba ana mawasiliano na bodi ya wakurugenzi pamoja na mwenyekiti wa chama, mwenyekiti wa wanachama wa Simba. Unajua bodi inavyokuwa pale mkutano wamefanya Simba Sports Club, bodi pale wanakwenda pale kama ni wasikilizaji. Wenye nguvu zaidi ya kuizungumzia pale Simba ni mwenyekiti wetu wa Simba Sports Club, ndio aliopigiwa kula. Wale waliokuja bodi kama ni wawekezaji. Sasa kama ni mwekezaji pale una ushauri paka hawa wazungumze kitu gani chokipitisha, je mtakubaliana nacho? Sisi tunaingia, hawa tuingii. Wale wana nguvu zaidi kuliko huyu. Lakini bodi ilizungumza kupitia mwenyekiti wake. Alisema nini? Alizungumza kuhusu utaratibu wa ugawaji wa kadi, ni namna gani Simba itafikia huko. Sasa ndio kama nikwambia vipi, hapo kuna kitu hapo tunachezeshwa karata. Unajua jokeli kwa kumwadisia kwenye karata, ukicheza last card unamwona kama ana muhimu, lakini baada ya kuwa nao ile jokeli ukiwa nayo ana faini nyingi sana ndani ya last card. Ndio swala wanatuchezesha wale. Nani anatuchanganya? Tajiri. Hao watu wawili hao. Tajiri. Tajiri onekana yupo, lakini mtu akusikilizaje, lakini kuna watu hapo wawili kama nilikwambia nini? Benchi lenyewe hawa watu waliweka mwenyewe Mo ndani ya benchi lake mwenyewe kabisa, bodi lake, na sisi tumemchagua huko Mangungu kwa pale mwenyekiti wetu. Onekana kuna vitu hapo wanachezesha hapa havistahili. Chezesha nini Habibu? Kuna gundua nini? Hapa wanataka kutufanyia kama goigoi tu. Naelewa ile swala hilo.
Hawa wanatuletea sisi kama staili ya magoigoi. Mara kwanza wavuta watu wakakaa hivyo wakakaa ndani. Sasa hivi watuletea wao utawala haupo na misingi inavyotakiwa katika uongozi wao. Hamwezi kukaa mkutano nyinyi na udi pale pale bila kukaa kwanza kamati na uongozi wa matawi wanachama, halafu mnakuja ndio mnazungumzia ile rasmi lile neno kama tunataka kupata mtu fulani wa kusimamia kadi. Je, nyinyi mshaita mkutano wa wenyekiti wa matawi? Mmefanya hivyo? Hakuna. Sasa kuna vitu mnatumia nyinyi ni utemi usiostahili katika mambo yao, japo wanachama mnachaguliwa. Zile zinakuja ni hulka kung'ang'ania jambo lisostahili. Siku zote mwanadamu wote mwenye busara kusikiliza vivyo na maoni ya watu. Kama Mwenyezi Mungu akaweka mitume mingi, manake ni kukumbushana. Niweza kuwewa siku nyingi Mungu akuteua, lakini akaja mtu wa leo akakukumbusha jambo lile, japo kwenye kikao alikaa kuna 1 2 3 litokea hivi. Leo kama mwenye akili zaidi busara ni kukubaliana na wenzio. Lakini yule makubaliano na wenzie inaonekana sio kwake ninakopo hakuna. Pale sehemu ya kupigiwa kula. Watu sasa hivi walibadilika. Sasa hivi mpaka watoto kuanzia miaka 9, 10 mpaka 15 kwenye mpira wanaujua vizuri kuliko kiongozi yuko kwenye madaraka. Sasa hivyo vitu ukae uelewe. Watu sasa hivi mpira hiyo kama kizamani kuwadanganya watu umepitwa na wakati. Hayo mawazo na kuwa na akili wewe kama mzalamu kupiga ngoma. Mpiga ngoma wa kizalamu ujue. Yule anayelala na ngoma kubwa ile ndio manake ile ndio anajua staili ya kupiga ngoma. Na mtu wa kwanza kufuatwa ndio yule. Bwana semeni na ngoma yangu semfana kwamba kwa nipe changu nitemfukoni afu baadaye hii hapo tuagaia wenzetu. Ndio sio watu wetu wao wenyekiti hao. Alaumiwe nani sasa? Kwa kwanza kumlaumu sio tumlaumu mwenyekiti wetu wa Simba Sports Club. Sisi ndio tunampigia kula. Wazani kumlaumu nani? Bodi ile ni ipo. Ni uteuzi wa kuja kuweka pale rasilimali zao na kuisaidia Simba Sports Club na kutangaza vitu vilivyokuwa kwake yeye ndani ya biashara yake. Bodi itakapokuja pale mkutano wa Simba unavyoitwa, nyinyi ndio wenye nguvu nyingi za kuzungumza kuliko bodi. Bodi yeye ni mwelekezaji wa kufuatilia lile jambo. Kama sisi mtalifikia hapa. Simba ni kama kuku aliyekata kichwa. Ni kweli? Sio kuku aliyekata kichwa. Simba sawa kama mtu ulipanga nyumba ya kupanga, kodi ya kulipa, una vyombo vyako unavikuta nje. Sehemu ya kulala una. Simba ni kama hajalipa kodi. Hajalipa kodi ndio kama hizo zinavyokwenda. Na swala lote toa hivyo, tuvunjie heshima ni viongozi wetu wako ndani ya madaraka Simba Sports Club. Moja kwa moja wenyewe kwa wenyewe kwanza picha ziendi. Sehemu yote kwenye familia moja mshaikuwa pale mbapo pamoja, kama nyinyi hamuelewani, hata kama kampuni uzalishaji unapungua. Sawa Habibu, tuelekee kwenye mchezo sasa. Simba leo anatupa karata yake kwenye mchezo wa NBC Premier League na atakuwa dhidi ya KMC pale KMC Complex. Unaonaje mchezo kwa namna unavyokitazama kikosi cha wekundu wa Msimbazi? Katika ligi yetu ya Tanzania Simba. Ndio. Simba anacheza nani? KMC. Na KMC. Kwa mpira kwa sasa hivi mtoto anaingia katika ligi mashindano haya, usimchukulie udogo au usimchukulie wepesi. Kila mtu sasa hivi ni mpira na kaza moto. Hata kuchukua ufalme wa zamani, mimi ni Simba, ninapofika sehemu yote natingisha mimi nashinda. Sasa hivi kila mtu anakaa pale kuvuta matokeo yake na alama 3 azivuta ziweke wapi. Simba tunavyoingia pale tuache upuuzi wachezaji, akili za viongozi mwake pembeni. Nyinyi fanyeni kazi yenu na kujitangaza soko lenu la kikazi. Kuna mawazo yapo ya kocha atakupeni mifumo. Mkiona sehemu ya mifumo ya kocha mnefeli, tumieni vichwa vyenu nyinyi wenyewe wachezaji kwa wachezaji mjipange. Lakini sisi huko katika mechi ya kimataifa mmetunyima la. Je, mashindano ya nyumbani? Japo midomo yetu asio kuwa mabubu tupunguze, japo tuwe na udata kuongea, japo neno moja tulivuta kwa dakika 5 kitu tutaongea utalisikiliza. Shanaelewa vizuri sana. Sasa wachezaji wanavyokwenda pao usichukue masiara. KMC vivyo wanajipanga, wapo vizuri. Tusichukulie wepesi ukaichukulia bwana mimi si mfalme wa soka au nacheza mechi ya kimataifa, swala hilo acha. Tunakwenda pale mpira dakika 90. Na sasa hivi naambia kabisa wana Simba, hao wachezaji wapenzi wa Simba tunakwenda kutokana na moyo na upenzi wa mpira tunakwenda kuwa nao kuutizama, na sisi ni wapenzi wa Simba Sports Club. Lakini wachezaji mkifanya mambo ya kipuuzi, mkiwasikiliza viongozi wanavyokufundisheni, kuna siku mtapata matatizo nyinyi. Tayari Kibu Dennis ameshaagwa ndani ya wekundu wa Msimbazi. Sasa hivi sio tena upande wa Simba. Anaenda kutumikia kiwango chake ama kipaji chake sehemu nyingine. Kwa upande wa Kibu Dennis, kwako una neno gani la kusema? Kibu Dennis ni mchezaji tulikuwa naye pale Simba miaka kadhaa, tulikuwa naye. Japo ni mchezaji anaweza kufurahisha siku sikukuu. Unajua anaweza kufurahisha siku sikukuu. Unajua siku sikukuu babako afanye kila njia, anaweza kanunua hata kuku kwa bei hata 40, mradi watoto akulisheni kama leo kuna sikukuu fulani.
na Kibu Denis uchezaji wake ndio huo huo. Ukisema hivyo unakuwa na maana gani? Unajua matukio yake, naweza kwa mechi moja anaweza kama miezi 6 na ajifunge goli. Lakini namuombea Mwenyezi Mungu amjalie sehemu anayekwenda haache ujinga kama aliokuwa huku wa kufundishwa habari. Akaenda kule ashajitangaza na Simba Sports Club, afanye manufaa yake anavyostahili. Kujitangaza kwa wewe mwenyewe ndio unamwona mwenzio Samata anabakia kule. Kujituma. Lakini Watanzania wengi walivyotoka hapo kwenda kucheza nje wana mawazo fulani, mimi sijamuona, si fulani sijamuona. Ule ujiwa kujuana huko nyumbani acha nao. Nenda kule fanya kazi yako unapata kule taaluma. Watu wanatoa hela zao kuchukua huku kutoa huku mpaka visa kuna kuhangaikia, tiketi unakutolea unaenda kukaa kule katika mashindano. Sehemu ya malazi ya kulala, huduma malazi, si kitu gani vitu vyote unahudumiwa. Kajitume uitangaze Tanzania yetu. Shukrani sana bibi. Kwa tupo pamoja.